Yes, bana mtazamaji wa Simba Hub, unaweza ukasema kwamba leo hii Simba Sports Club wamewekea ukomo drama zote ambazo zilikuwa zinamhusu kiungo mshambuliaji wao kutoka nchini Congo DRC, Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu leo hii asubuhi Simba Sports Club wametoa taarifa ambazo zimewashangaza watu wengi, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kwamba pengine Elie Mpanzu anaweza akasaini mkataba mpya katika kikosi cha Simba kutokana na hali na mazingira na taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zinamzunguka mchezaji huyo katika kipindi cha hivi karibuni kutokana na matatizo ambayo aliyapata, lakini pia fomu ama kiwango chake ambacho alikuwa kikionyesha katika michezo ya hivi karibuni kwa kinatoa wasiwasi juu ya hatima yake, kama kweli anaweza kaendelea kusalia Simba katika msimu ambao inafuatia baada ya msimu huu kumalizika, ama Simba wanaweza kumpa mkono wa kwaheri, ama wanaweza kufanya namna gani vipi ili kuweza kuachana naye ama kumbakiza katika kikosi cha Simba Sports Club. Sasa na taarifa chache lakini kwa undani kuhusiana na dili hili la Elie Mpanzu ambalo limefanyika leo hii, dili la mkataba mpya ambao Elie Mpanzu amesaini mkataba wa miaka 2, kwa sababu mkataba wake na Simba ulikuwa unafikia kikomo mwishoni mwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Lakini kabla hatujaendelea, niendelee uendelee kusubscribe channel yetu ya Simba Hub, kwa sababu ndio channel pekee ambayo utazipata habari za Simba Sports Club za undani na uhakika. Hizo ni tetesi ama taarifa ambazo zinaweza ama hizo zikazi ni taarifa ambazo zinaweza zikatokea ama zinatarajiwa kutokea katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa hiyo endelea kusubscribe channel hii ya Simba Hub, endelea kushare taarifa zetu ili ziweze kufika mbali, lakini pia usisahau kulike na kucomment ili tuwezeshe sisi hapa tunakuletea taarifa hizi tuweze kupata nguvu zaidi na uwezo kuzifikisha hizi habari kadiri tunavyojaliwa katika chombo chako chote cha habari ambacho kinakufanya uweze kuzipata hizi habari kutoka katika klabu pendwa ya Simba Sports Club. Sasa tukirejea katika topic husika ya Elie Mpanzu. Elie Mpanzu, kama nilivyokuambia, mkataba wake na Simba ulikuwa unamalizika msimu huu, na Simba Sports Club ni kweli ulikuwa na kigumizi cha kujifikiria kama wanaweza kumongeza mkataba mpya ama usimuongeze mkataba mpya, kwa sababu hapa katikati wamepitia changamoto ambazo nimekuambia hapo awali ambazo zilimfanya mchezaji huyu ashindwe kuonyesha kiwango chake. Lakini hali imebadilika katika tangu mwezi huu wa 3 umeanza. Kuna mazungumzo yalikuwa yameshaanza chini, lakini kama ambavyo unafahamu Simba Sports Club katika mwishoni mwa mwezi wa pili na huu mwezi wa 3 mpaka kuelekea mwezi wa 4, Simba Sports Club focus yao kubwa ni kujaribu kurenew mikataba ya wachezaji ambao mikataba yao inakwenda ukingoni, na tayari tumeshaona kuna hizo moves ambazo zimeanza. Walirenew mkataba wa Yusuf Kagoma, lakini pia wakarenew mkataba wa Rushaine Deruk, na huu mkataba mpya wa Elie Mpanzu ni anakuwa ni mchezaji wa 3 mkataba wake kuwa renewed au kuongeza mkataba mpya wa mchezaji kwa Simba Sports Club. Kwa hiyo ni target zao kwamba wachezaji wazuri ambao wapo katika kikosi cha Simba wanaongeza mikataba mipya kabla mikataba yao kumalizika. Lakini kwa issue ya Elie Mpanzu, turudi hapo, tustiki hapo. Elie Mpanzu kulikuwa kuna mazungumzo ya chini kwa chini katika kipindi cha miezi 2 hii iliyopita, lakini bado kulikuwa hakuna makubaliano yoyote ya yeye kuongeza mkataba mpya. Lakini hapa katikati kuna nguvu kubwa ambayo imejitokeza, tajiri wa Simba ama mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji, ambayo ametumia ushawishi wake kumshawishi mchezaji huyu aweze kusalia katika kikosi cha Simba, kwa sababu ni mchezaji ambaye yeye binafsi anampenda sana. Ni miongoni mwa wachezaji ambao huwa anawaita ni watoto wake katika kikosi cha Simba. Kwa hiyo ametumia nguvu kubwa sana kumshawishi Elie Mpanzu aweze kusalia katika kikosi cha Simba, na kulikuwa kuna mpango, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kulikuwa kuna mpango wa Elie Mpanzu kipindi hichi cha mapumziko ya wiki ya FIFA kimataifa aweze kwenda Dubai kwenda kufanya mazungumzo ya uso kwa uso, yeye wakala wake ambaye anamsimamia Faustin Mukandila waweze kusafiri kwenda kwenda Dubai kufanya mazungumzo ya moja kwa moja ama face to face. Lakini hapa katikati kilichoki na kuhamisha mazungumzo yao ya kwenda kuonana na tajiri Mohamed Dewji ilikuwa ni changamoto ya usafiri, lakini pia issue za kisiasa ambazo zinaendelea katika mataifa ya Asia huko
mashariki na magharibi huko nchini Asia, usafiri umekuwa ni changamoto, lakini pia logistics za kufika huko imekuwa ni changamoto. Hata Mohamed Dewji mwenyewe imemlazimu atoke huko aweze kuja Tanzania kuendelea na kurun biashara zake kutokea nchini Tanzania. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuonana na kuzungumza na kumsikiliza Elie Mpanzu nini ambacho anataka na Simba nini ambacho anataka kutoka kwa mchezaji, then makubaliano yakawa yamefikia kwa kiasi hicho. Lakini kulikuwa kuna hizo process kwamba endapo Elie Mpanzu angeshindwa kukubaliana makubaliano na Simba mpaka labda mwezi wa 5, alikuwa amesha kuna logistics zilikuwa zimeshaandaliwa yeye Elie Mpanzu kuweza kusafirishwa ama kusafiri yeye pamoja na wakala wake kwenda kuzungumza na Mohamed Dewji nje ya nchi ya Tanzania kumsikiliza nini ambacho nataka ili aweze kusalia katika kikosi cha Simba. Lakini tajiri amerejea wiki hiyo alikuwa Tanzania na mazungumzo yalifanyika katika ofisi zake zilizopo huko zilipo mjini hapa Dar es Salaam, na mazungumzo hayo yakawa ni positive. Ikafikia hatua kwamba mwishoni mwa wiki hii ambao ni mwanzo mwishoni mwa wiki hii iliyomalizika, kila kitu kikiwa kimesha kufikiwa makubaliano, na leo hii rasmi katika ofisi za Simba Sports Club amesaini mkataba mpya wa miaka 2. Elie Mpanzu kama nilivyokuambia, mkataba wake ulikuwa unaisha mwishoni mwa mwezi kwa sababu alijiunga na Simba Sports Club kwa mkataba wa miaka 2 ambao alisaini mwaka 2024 mwezi wa 10, na ni mkataba ambao ulikuwa unaenda mpaka mwezi Juni mwaka huu 2026, na mazungumzo yalikuwa yameshaanza. Elie Mpanzu mawakala ambao wanamsimamia walikuwa wameshafungua mazungumzo na vilabu vingine endapo Simba Sports Club wangeshindwa kufikia makubaliano, na alikuwa na ofa pia kutokea katika mataifa ya nchi za Uarabuni katika bara letu la Afrika, vilabu kama vya Raja Casablanca ambavyo klabu ya Raja Casablanca ambayo yupo mwalimu Fadlu Davis walikuwa wanahitaji saini yake katika kipindi cha dirisha dogo, lakini Simba walizuia usajili wake. Lakini pia hapa nchini Tanzania tunafahamu kwamba Yanga kwa muda mrefu wamekuwa wakimwadmire mchezaji huyu Elie Mpanzu, na mazungumzo pia yalikuwa yameshaanza chini kwa chini baina ya wasimamizi wake na kambi ya Yanga, lakini kila kitu hawa wasimamizi walikuwa wamemwambia kitajulikana mpaka msimu huu utakapokamilika, kwa sababu mchezaji mwenyewe hawezi kurush maamuzi yake kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akipitia katika kipindi cha hivi karibuni. Lakini ndio hivyo, first priority kwa management ya Elie Mpanzu ilikuwa ni Simba Sports Club. Yani before hawajafungua milango ya kuzungumza na vilabu vingine, kipaumbele cha kwanza kilikuwa ni Simba Sports Club, na imekuwa hivyo. Tajiri Mohamed Dewji amezungumza na management ya mchezaji Elie Mpanzu, wamefikia makubaliano na mchezaji mwenyewe ameridhia kuendelea kusalia katika kikosi cha Simba na ana furaha. Inaonekana sasa hivi hali yake imeseto kiakili, na unaweza kuona hata performance zake katika wiki za hivi karibuni ni performance ile ya Elie Mpanzu ambayo mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanaifahamu. Msimu huu nikukumbushe takwimu zake, ndio mchezaji pekee ambaye mwenye assist nyingi katika ligi ya Tanzania na assist 5 msimu huu sambamba na Faisal Salum, lakini pia na Elie Mpanzu ndio mchezaji mwenye mchango mwingi wa magoli katika kikosi cha Simba msimu huu katika ligi ya soka Tanzania bara, akiwa amehusika katika magoli 7, assist 5 pamoja na magoli 2. Hakuna mchezaji mwingine katika kikosi cha Simba ambaye ana hizo takwimu za Elie Mpanzu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ananyanyuka na anarejea katika fomu yake ambayo watu wengi wa Simba walikuwa wanaifahamu, kwa sababu ni mchezaji ambaye msimu uliomalizika alicheza kwa nusu msimu tu, miezi 6 ya mwisho, lakini alimaliza akiwa na mchango wa magoli 10, akitoa assist 6 pamoja na kufunga magoli 4 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini alichangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya Simba kufika fainali ya kombe la shirikisho msimu uliomalizika, kombe la CAF. Alihusika pakubwa sana katika michezo ile ya mtoano ambapo Simba walikuwa wanacheza dhidi ya Al Masry, dhidi ya Stellenbosch, lakini pia katika mchezo pia wa Berkane, tunakumbuka katika mchezo wa finali ya marudiano visiwani Zanzibar, alitoa assist ya goli pekee la Simba katika finali hiyo ambayo lilifungwa na Joshua Mutale. Kwa hiyo Elie Mpanzu amezima makelele yote ya yeye kuhusishwa na kuondoka na Simba mwishoni mwa msimu, na amechagua kusalia Simba kwa misimu 2 ambayo inafuatia, na hivyo atacheza Simba mpaka msimu wa mwaka
2028. Kama atatumikia mkataba huu wa miaka miwili, ina maana ataondoka Simba mwaka 2028, ama ikishindikana yeye kuondoka mwaka 2028, ikitokea Simba anataka kufanya biashara, basi anaweza kuondoka ndani ya muda huu. Lakini kwa sasa unaweza ukasema Mpanzu amechagua kubakia Simba na yupo Simba kwa miaka miwili ijayo.